Tunapozungumzia taarifa sahihi, ni taarifa ambazo zitakutoa mahali ulipo. Tofauti kati ya maskini na tajiri ni jinsi wanavyochunga vyanzo vyao vya taarifa. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ina nguvu ya kukubadilisha hata kama hutaki, na ndio maana ukiendekeza kufuatilia vitu negative, baada ya muda unakuwa negative. Ukiendekeza kukaa na watu wajinga, watu ambao wanawasema watu, baada ya muda unakuwa mbea tu na wewe. Ukiendekeza kukaa na watu ambao kila saa ni kulalamika, kulaumu na kunungunika, baada ya muda na wewe unakuwa vile vile. Uwezi ukakontrol taarifa. Uwezi ukasema mimi nitajitahidi tu, nitachunga akili yangu, mimi najua akili yangu, naijua mwenyewe. Unaijua mwenyewe, endelea kukaa na watu wajinga, utakuwa vile vile baada ya muda. Kwa sababu kinachotokea, unakuwa kama wale watu bila wewe kujua. Watu wengine ndio watajua, bwana mtu anabadilika, siku hizi ameanza kuwa mjinga hivyo, anaongea hovyo. Utajuaje akili ya mtu? Jinsi anavyoongea. Yeye ajua anachokiongea, lakini wewe unajua hapa mna kitu. Watu waliofanikiwa, watu wenye mafanikio wanachunga sana vyanzo vyao vya taarifa. Wako serious kwa sababu wanajua kabisa wakiendekeza taarifa wanakuwa watu tofauti. Ukipata taarifa hasi moja, kuiondoa hii taarifa moja unahitaji strong point, sio chini ya 1000 positive. Yaani inabidi upate ushawishi wa hali ya juu ili kufuta taarifa hii moja. Adhabu niambie, kuanzia asubuhi mpaka jioni unaingiza hizo taarifa. Na ndio maana vita ya kutoka mahali ulipo lazima uamue. Umeingiziwa taarifa mbaya kuhusu mafanikio, kwamba huwezi kufanikiwa kwenye familia yako uliokuwa, kwenye ukoo wenu, kwenye kabila, ukaenda shule, ukaenda kwenye mazingira unayoishi, mtaa unaoishi, mpaka sasa hivi unaendekeza kila kitu cha ajabu ajabu. Una kazi rafiki yangu. Ndio maana kuna sababu tunaongea, inatakiwa tu uongee maneno magumu ili mtu ashtuke tu, aelewe kwamba vipi tena. Kwa sababu leo huwezi kumsaidia mtu kwa kumbembeleza. Huwezi ukatoka mahali ulipo kirahisi. Kwa sababu kuna mataarifa mengi yamejaa kwenye akili yako. Kuna mtu sasa hivi ameshakuaminisha kwamba huwezi kufanikiwa kwa sababu ya umri ulionao. Una miaka 50, ashakwambia mna umeshachelewa na ukaiamini hiyo taarifa. Hapana. Sikiliza. Iko hivi, kuna kanuni za kufanikiwa kulingana na umri. Lakini ngoja nikupe kanuni moja ambayo itakutia moyo. Mentor wangu alinifundisha kitu kimoja ambacho kilinisaidia wakati najitafuta, kwa sababu nilikuwa naamini nimechelewa. It is not late to be light. Hakuna kuchelewa kuwa mtu sahihi. Kama leo ndio umeshtuka, ndio unaanza kuishi. La msingi ni kwamba usirudi nyuma. Sio leo umesikiliza, kesho umeenda negative. Yatakukuta. Kuna taarifa umeaminishwa zimekuonesha kwamba huwezi kufanikiwa. Mtu anakuambia usipokuwa na mtaji huwezi kuanza biashara. Umeamini kwamba mpaka upate milioni 5, milioni 10 ndio uanze biashara. Hapana. Maana yake lazima uwe serious.